Wakati mkuu wa idara ya usalama wa taifa ya Iran akiuawa katika shambulio kubwa lililofanywa na Israel, huko Marekani msaidizi mmoja muhimu wa Rais Donald Trump katika masuala ya intelijensia amejiuzulu akisema kwamba Rais Trump anawadanganya wa Marekani kuhusu sababu halisi zilizolifanya taifa hilo kuiunga mkono Israel katika kampeni yake dhidi ya Iran. Makala hii maalum ya Jasusi TV, fupi lakini ya kina, inaelezea kuhusu matukio hayo mawili pamoja na muktadha mpana wa vita hiyo ambayo ilianza rasmi Februari 28 ya mwaka huu 2026. Kwa hiyo mkuu wa idara ya usalama wa taifa ya Iran, Ismail Khatib, ameuawa katika shambulio kubwa lililofanywa na Israel ambalo lililenga mji mkuu wa Iran, Tehran. Shirika la idara ya usalama wa taifa ya Iran inafahamika kama MOIS, na Ismail Khatib amekuwa mkuu wa shirika hilo kwa muda mrefu na ni mmoja wa watu muhimu sana katika uongozi wa Iran. Kifo chake kimethibitishwa na rais wa nchi hiyo, Masoud Pezeshkian, na amekieleza kifo hicho kama ni mauaji ya kikatili na ametangaza maombolezi ya kitaifa. Kwa upande wake, Israel imethibitisha kwamba yenyewe ndiyo imehusika katika mauaji hayo ya kiongozi huyu muhimu wa taifa la Iran. Lakini tukio hili limekuja siku moja tu baada ya kuuawa kwa viongozi wengine wawili muhimu wa masuala ya intelijensia pamoja na kijeshi. Na viongozi hao waliouawa, mmoja ni Ali Larijani. Huyu alikuwa katibu wa Baraza la Usalama wa Taifa la Iran, lakini pia alikuwa ni mwanasiasa mahiri na mwenye sauti kubwa ndani ya nchi hiyo. Na alikuwa ni mtu muhimu katika mfumo wa uongozi wa taifa hilo. Kwa hiyo huyu ameuawa siku moja kabla ya kuuawa kwa huyu mkuu wa ushushushu wa Iran, Ismail Khatib. Mwingine aliyeuawa ni Gholamreza Soleimani. Huyu alikuwa mkuu wa kikosi kinachofahamika kama Basij. Hiki kikosi cha Basij ni kikosi cha volunteer, ni jeshi la mgambo ambalo liko ndani ya kile kikundi cha ulinzi wa mapinduzi matukufu ya Iran kinachofahamika kama Revolutionary Guard. Kwa hiyo hiki ni kikosi maarufu, ni watu ambao wanajitolea wenyewe, ni volunteers ambao wamekuwa wakishiriki katika ulinzi wa Iran. Sasa mkuu wake huyu Gholamreza Soleimani naye aliuawa siku moja kabla ya kuuawa kwa mkuu wa shirika la ujasusi la la Iran, yani idara ya usalama wa taifa ya Iran inayofahamika kama MOIS. Sasa kinachoonekana ni kwamba Israel inatekeleza mkakati maalum ambao kwenye masuala ya kijeshi, masuala ya intelijensia, wanasema kama ni decapitation. So decapitation ni kama vile kumkata nyoka kichwa. Kwa hiyo ukimkata nyoka kichwa, sehemu yote ya mwili inakuwa haifanyi kazi. Kwa hiyo kinachoonekana ni kwamba Israel inawalenga viongozi wa kisiasa, lakini pia viongozi wa kijeshi na kadhalika viongozi wa kiintelijensia. Kisiasa, nafahamu mwanzo tu wa mashambulizi hayo ya Israel na Iran, mlengwa wa kwanza alikuwa ni Ayatollah Ali Khamenei ambaye ndio alikuwa kiongozi mkuu wa taifa hili. Kwa hiyo huyu aliuawa siku ya kwanza tu ya vita hiyo ambayo ilianza Februari 28 ya mwaka huu 2026. Lakini sasa wamemlenga pia huyu mtu mwingine muhimu kabisa katika uongozi wa taifa la Iran, mkuu wa idara ya usalama wa taifa nchi hiyo, Ismail Khatib. Lakini pia pamoja naye ni huyu Ali Larijani ambaye ni katibu wa Baraza la Usalama wa Taifa la Iran. Vile kwa kumuua huyu mkuu wa kikosi cha Basij, Gholamreza Soleimani, inaonyesha pattern kwamba kwa lengwa ni viongozi wa juu wa siasa, wa kijeshi pamoja na wa masuala ya intelijensia. Vile waziri wa masuala ya ulinzi huko nchini Israel ameeleza kwamba serikali ya nchi hiyo
imelipa jeshi la nchi hiyo mamlaka kamili ya kumuua afisa yoyote wa ngazi za juu wa Iran pindi akithibitishwa kuwa yupo ndani ya mzunguko wa taarifa za kiintelijensia na operation. Yaani hii inamaanisha nini? Ina maana kwamba katika mashambulizi kama haya, katika matukio kama haya, kabla ya jeshi kuchukua hatua la kumtoa uhai mtu muhimu kama waziri au pengine kiongozi muhimu, mara nyingi inabidi kwanza wawasiliane na uongozi wa ngazi za juu wa jeshi, lakini pia pengine uongozi wa taifa kwa ujumla, kwamba kuna kiongozi fulani yupo katika rada zetu, tunaomba ruhusa ya kuengage. Lakini Israel wamerahisisha mfumo wa amri, ambapo sasa jeshi limepewa amri kwamba endapo mlengwa atakuwa katika anga zao, basi wamtoe uhai. Na hii inaweza kuwa na athari kubwa sana upande wa Iran, kwa sababu kadri unavyofupisha ule mlolongo wa amri, ina maana kwamba vita inakwenda kwa kasi zaidi. Lakini pia imeelezwa kwamba taarifa zilizopatikana kutoka nchini Iran zinaonyesha kwamba kuna athari kubwa hasa kwenye idadi ya waliouawa. Kwa mujibu wa taarifa za serikali ya Iran ni kwamba mpaka sasa hivi watu 1300 wameuawa tangu kuanza kwa mashambulizi hayo Februari 28 ya mwaka huu 2026, na katika hao imesema kwamba wanawake ni 226 na watoto ni 204. Hata hivyo, shirika moja linalohusiana na masuala ya haki za binadamu limedai kwamba idadi ya waliouawa ni kubwa zaidi, na kusema kwamba zaidi ya raia 1300 wameuawa na wanajeshi zaidi ya 1000 pia wameuawa. Na Iran haijakaa kimya. Katika siku za hapa katikati, Iran imefanya mashambulizi kadhaa, na miongoni mwa nchi ambazo zimeathirika ni pamoja na Israel yenyewe, lakini pia wahanga wengine wa mashambulizi ya Iran wamekuwa ni huko, mashambulizi kadhaa yametokea huko Dubai, Qatar, Kuwaiti, Iraki, Bahrain pamoja na Saudi Arabia. Kwa hiyo vita imepanuka kutoka kuwa kati ya Marekani wakishirikiana na Israel dhidi ya Iran, lakini pia nchi nyingine zimekumbwa. Hata hivyo, ni muhimu kusema kwamba vita hii sio tu ya kijeshi, kwa sababu imekuwa athari za vita hii sio tu za katika masuala ya kijeshi, lakini pia yamegusa masuala ya kiuchumi, hasa kutokana na kufungwa kwa njia muhimu ya usafirishaji wa nishati, yani mlango wa Hormuz. Hili lilieleza katika makala iliyopita kuhusiana na vita hiyo, na hii la kufungwa kwa mlango wa Hormuz kumesababisha kupanda kwa bei ya mafuta, na bei imepanda kwa kasi, na hii inaongeza shinikizo la kiuchumi wa dunia katika uchumi wa dunia, na inaonyesha jinsi gani mgogoro huu umetoka katika tu kwa mgogoro wa kijeshi na mpaka kwenda kwenye athari za kiuchumi. Na hili ni la muhimu sana kwa sababu linaweza kupelekea kufupishwa kwa vita hii ambayo pengine katika mazingira ya sasa haijulikani itaisha lini, lakini kadri maumivu ya kiuchumi yatakavyoongezeka, kuna uwezekano mkubwa wa Marekani na Israel kutafakari upya kama inaweza kustahimili maumivu yanayotokana na kuendelea kwa vita hiyo. Sasa wakati haya yakijiri, hili la kuuawa kwa mkuu wa idara ya usalama wa taifa ya Iran, huko nchini Marekani kumetokea tukio moja muhimu, ambapo msaidizi mmoja muhimu wa Rais Donald Trump katika masuala ya intelijensia anayeitwa Joe Kent amejiuzulu, na amesema kwamba yeye hawezi kuendelea kuunga mkono vita dhidi ya Iran. Na katika barua yake ya kujiuzulu, bwana Kent amesema kwamba Iran haikuwa tishio la haraka kwa Marekani, na akadai kwamba Trump amechukua uamuzi wa Marekani kuiunga mkono Israel kwa shinikizo la Israel, hasa kutoka kwa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, na kwamba ameeleza kwamba hakukuwa na taarifa za kiintelijensia hazionyeshi kwamba Iran ilikuwa ni tishio la haraka. Yani tishio la haraka ni kwamba linaweza kufanya mashambulizi wakati wowote. Kwa hiyo hakukuwa na tishio. Na kibaya zaidi ni kwamba wakati haya mashambulizi yanatokea, tayari Iran ilikuwa katika maongezi na Marekani na mataifa mengine huko nchini Uswisi. Kwa hiyo vita hii ni kama imevuruga jitihada za kusuluhisha swala la nyuklia. Na kwa upande mwingine,
kadri athari za kiuchumi zinavyozidi kuongezeka, shinikizo linazidi kuwa kubwa, hasa kwa Rais Donald Trump, na ikizingatiwa kwamba huyu msaidizi wake wa karibu kabisa alikuwa sio tu msaidizi, lakini alikuwa ni miongoni mwa supporters wakubwa wa Rais Trump, na amepata ujasiri wa kwenda hadharani kusema kwamba vita hii ambayo inawaingiza Wamarekani katika gharama kubwa za kiuchumi haihusiani na masuala ya kiusalama wala masuala ya kijeshi, bali ni shinikizo tu lililotolewa na Israel ambayo kwa muda mrefu ilikuwa ikidhamiria kuiangamiza Iran. Na habari hizi zimeleta mtafaruku nchini Marekani kwa sababu kundi maarufu linalomuunga Rais Donald Trump la MAGA limeanza kuhoji kama kweli Rais Trump yupo kwa maslahi yao, kwa sababu wakati anaingia madarakani aliahidi kwamba kipaumbele chake kitakuwa ni maslahi ya Marekani na sio maslahi ya nchi nyingine, na hatoipeleka nchi hiyo katika vita nyingine, lakini ndio imekuwa hivyo. Kwa hiyo Just TV itaendelea kukuletea muhtasari kama huu takriban kila wiki pale inapowezekana. Je, una maoni gani kuhusiana na haya mrejesho huu, updates hizi? Karibu tuwe maoni yako hapo chini kwenye comment. Asanteni na kwaherini.